Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Dominiko katika maono haya na akamwambia, suluhisho la kushinda dunia na dhambi ni kupitia rozari. Dawa ya kushinda dhambi na ulimwengu ni rozari takatifu. Alimwambia rozari ni sala. Rozari ni sala ya kimalaika ambayo ina sala ya Baba yetu aliyofundisha Bwana wetu Yesu Kristo, Salamu Maria, ambayo imejumuisha maneno ya malaika Gabrieli alipomtokea Bikira Maria, pamoja na maneno ya Elizabeti pale ambapo Mama Maria alimtembelea akiwa na mimba ya Yesu. Kwa hiyo basi akamwambia kwamba sala hii ya kimalaika itahusisha Baba yetu, Salamu Maria, sala ya kimalaika, na kutafakari mafumbo msingi ya ukombozi wa mwanadamu. Manake maisha ya Yesu, kuzaliwa, kuteswa, kufa na kufuka na kupaa mbinguni, akaketi kwa Baba katika utukufu. Kihistoria kabisa, rozari ilitokea wapi? Na rozari mpaka imekuja kutambulika na kuaminika na Kanisa Katoliki kama ni moja ya sala yenye nguvu, chimbuko lake ni lipi? Chimbuko lake tunaanza kabisa mwanzoni mwa karne ya 13, ambapo katika bara la Ulaya kulikuwa na nyakati ngumu sana za kisiasa, za kiuchumi na hasa kiimani, kutokana na mafundisho mbalimbali potofu ambayo yalikuwa na kinzana na mafundisho mama ya Kanisa Katoliki. Moja kati ya mafundisho haya upotovu huu ama uzushi ulikuwa unaitwa Gnostic, ambao wenyewe chimbuko lake walikuwa ni watu wale ambao wanaamini kwamba elimu ya Mungu, elimu ya kitu chochote kinachotambuka sheria za kibinadamu ama siri za Mungu zinaweza kufahamika kwa kutumia akili na mwanga wa binadamu pekee, pasipo kusaidiwa na neema. Kwa matokeo ya uzushi huu au potofu huu ulipelekea kikundi kimoja kinaoitwa Waalbigensi. Hawa ni kikundi fulani kidogo kilichokuwa huko Ufaransa, ambacho baadaye kadri ya muda kiliongezeka kila siku kilikuwa na wanachama wengi, watu wengi waliweza kunufaika na kikundi hiki, na ikawa ni hatari kwa imani ya Kanisa Katoliki. Na katika zama hizi Mtakatifu Dominiko, ambaye yeye ni kiongozi ama ni chimbuko, mwanzilishi wa shirika la wahubiri mapadre wa Dominikani, yeye alifanya jitihada na nguvu nyingi sana kuweza kupingana na wazushi hawa wa Albigensi. Alihubiri sana, alifundisha sana, na akafanya juhudi zote kuweza kushinda mafundisho potofu haya ya hawa wazushi. Alifanikiwa kwa kiwango kidogo sana, na kwa kupitia hili basi alikwenda akajitafakari na kuuliza, ni njia hipi ninaweza kuitumia ili watu waweze kuongoka, waache kwenda katika mafundisho potofu. Basi kwa kufikiri hivi
aliguswa na kauli ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba kuna mambo hayatawezekana pasipo kufunga na kusali. Hivyo Baba Dominiko aliweza kujitenga na mazingira yake aliyokuwa akiishi kila siku na kwenda nyikani kusali na kufunga. Alisali na kufunga kwa muda wa siku 3. Na ilipofika siku ya 3, kwa sababu alikuwa hali chakula, hali maji, aliona njaa, aliona kiu, lakini ilikuwa ni sehemu ya kujitiisha na kufunga, kumwomba Mungu amfunulie walau njia atakayoitumia ili aweze kushinda huo uzushi na kuwaokoa watu katika dhambi zao. Kwa hiyo siku ya 3 baada ya kufunga na kusali, alizimia. Aliingia kwenye kitu kinachoitwa koma. Na katika kuingia katika hiyo koma, basi baba huyu Padre Dominiko aliweza kuona maono. Aliona maono na mama wa Mungu Bikira Maria alimtokea. Mama Bikira Maria alimtokea, na katika mapokeo ya kanisa tunasema kwamba rozari hii tunayoisali ilifunuliwa na Mama Bikira Maria kupitia Mtakatifu Dominiko.